Wapalestina takriban 27 wameuawa alfajiri ya Jumanne hii baada ya majeshi ya Israel kufyatua risasi katika kituo cha mgao wa msaada kinachoungwa mkono na Marekani huko Rafah, kusini mwa Gaza, kwa mujibu wa mashahidi na maafisa wa afya. Tukio hilo limetokea saa 11 alfajiri wakati umati mkubwa wa watu ulipokuwa umekusanyika katika mzunguko wa Al-Alam ili kupokea msaada wa chakula. Risasi zilianza kurindima kwa vipindi, alisema Rania Al-Astal mwenye umri wa miaka 30 aliyekwenda na mumewe. Kila walipokaribia eneo la mzunguko walifyatua risasi. Shahidi mwingine Mohamed Al-Shaer aliambia AFP kuwa helikopta na drones zilifyatua risasi kwa umati wa watu ili kuwazuia kufika kwenye vizuizi vya vifaru. Kulikuwa na majeruhi na vifo. Hata hatukufika kwenye kituo, hatukupata chakula, alisema. Kwa ujumla watu 58 wameuawa Gaza siku ya leo. 35 kati yao waliwasili katika hospitali ya Nasser mjini Khan Yunis, wakiwemo wale 27 waliouawa kwenye kituo cha msaada. Wengine waliripotiwa kufariki huko Del El Bala na Gaza City. Wizara ya afya inasema watu 40 wameuawa na 208 kujeruhiwa ndani ya saa 24 zilizopita pekee. Tangu kuanza kwa vita, Israel imethibitisha kuwa wanajeshi wake walifyatua risasi karibu na washukiwa katika tukio la Rafah, lakini inasema bado wanachunguza kwa kina. Hili linajiri baada ya tukio jingine la Jumapili ambalo Israel inakana kuhusika nalo. Tukio hili limezua hasira kubwa kimataifa. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amelaani mauaji hayo, akiyataja kuwa uhalifu wa kivita, na ametoa wito kwa uchunguzi huru. Wapalestina wanakabiliwa na chaguo gumu zaidi: kufa kwa njaa au kuuawa wakitafuta chakula, alisema. Mfumo mpya wa mgao wa msaada unaoendeshwa na shirika la Gaza Humanitarian Foundation linaloungwa mkono na Marekani na Israel umekosolewa vikali, huku upatikanaji wa msaada ukiwa mdogo mno. Daktari mmoja kutoka Uingereza ameripoti kuwa hospitali zimejaa kupita uwezo, huku hospitali ya Al-Mawasi ikifanya kazi karibu kwa 100%. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.